unastahili kuabudiwa. Utukufu wote ni wako Bwana. Ufalme ni wako. Utukufu ni wako. Wewe ni Mungu mtakatifu. Unastahili Bwana. Asante Mungu mwenye uwezo. Shukuru Mungu. Asante Bwana. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo mkombozi naomba nikiamini. Amen. Piga Yesu makofi. Unapoketi, tunaenda kujifunza kuhusu kukua katika kiroho. Kukua katika kiroho. Kiroho sisi zote tunastahili kukua. Tunastahili kukua katika kukua kiroho. Ni jambo inapendeza Mungu unapokuwa katika kiroho. Unapoenda mbele kukua na kujisimamisha katika njia za Mwenyezi Mungu. Mungu anatupendeza sisi wote tukue. Anataka kila mmoja akue katika kiroho. Si vile uliokoka. Unapozidi kwenda katika nyumba ya Mungu, unaenda kupata kibali ya kukua. Unaenda kujengeka katika imani, kujengeka katika kiroho. Kuna mambo utaanza kufahamu. Utaanza kutengana na mambo mengi ambayo ilikuwa inakugwamisha usisonge hatua katika imani. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Petro ya pili, 2 Peter, mlango wa 3 kuanzia mstari wa 18. Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 18 nasema hivi: lakini endeleeni kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Endeleeni kukua katika imani. Endeleeni kukua katika kiroho. Kumjua Mungu na kusimama katika neema ya Mwenyezi Mungu. Kukua katika imani, kuendelea kukua katika kiroho ni jambo imeshinda watu wengi. Watu wengi wamegwama katika imani. Watu wengi wanang'ang'ana na jambo moja. Wameshindwa kusimama na kuachilia Mungu atende mapenzi yake. Lakini mapenzi ya Mungu tuendelee kukua. Vile mtoto anapozaliwa anakuwa, anaendelea kugrow. Mbona sisi turudi nyuma katika imani? Turudi nyuma katika kumpendeza Mungu. Na aswa kile inarudisha watu wengi nyuma ni kutenda dhambi. Ni kukataa kutii neno la Mungu. Kukataa kujua Mungu. Kukataa kusimama vizuri. Wengine wanasikia wale ambao hawajasimama mzuri na pia wanaanguka kwa imani. Wengine wanaenda katika njia ambayo si ya Mungu. Wengine ukiwauliza mbona haujasimama vizuri katika njia za Mungu, hawezi jieleza. Haleluya. Lakini mapenzi ya Mungu sisi zote tukue katika imani na tukue katika neema. Kukua katika neema ni kukua katika baraka za Bwana. Haleluya. Na hatuwezi kuwa katika baraka za Mungu kama tutendi mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio siri. Hatuwezi kuwa katika baraka za Mungu kama tutendi mapenzi ya Mungu. Kuna jeshi la Bwana. Shika mwenzako tena. Sema hatuwezi kuwa katika baraka za Mungu kama hatutendi mapenzi ya Mungu. Tutasumbuka sana. Haleluya. Na hii ndio jambo inasumbua watu wengi. Watu wengi wanataka baraka
ofisi ya Mungu, baraka itatoka wapi? Kwa sababu yule anatuconnect sisi na Mungu ni Yesu Kristo. Haleluya. Yeye ndiyo njia, yeye ndiyo uhai, na yeye ndiyo mwakilishi wetu, anatupatanisha sisi na Mwenyezi Mungu. Usipompendeza Yesu Kristo na Yesu apeleke ujumbe wako kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu mtoto anataka kitu fulani. Haleluya. Tunaweza hangaika sana kwa makanisa mengi. Utatoka spiritual uende kwa hii kanisa, utatoka kwa hii kanisa uende kwa hii kanisa, utatoka kwa hii kanisa uende kwa hii kanisa. Shida yote inakusumbua ni nini? Haujasimama wima. Wewe bado haujaamua Yesu akutawale. Haleluya. Haujaamua Yesu akutawale. Ndio sasa unapata watu wengi wamedanganyika. Wameenda sehemu ambao ni rahisi. Hata utende dhambi, ufanye nini yote wanasema pokea baraka. Na kweli ukienda unaona baraka si ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu baraka za Mungu haiwezi enda mahali pachafu. Hakuna mtu kwa Biblia Mungu amembariki akiwa ni mchafu. Nani? Mniulize ndani, niambie moja. Nani hata mmoja? Mwenye Mungu amembariki na anatenda dhambi, amekataa kukubali Yesu na anapata baraka za Mwenyezi Mungu? Hakuna. Baraka watu wanapata katika njia mbalimbali. Kuna vitu mingi naweza bariki watu. Lakini Mungu muumba mbingu na nchi anataka wale wanamjua, wale wanamwabudu katika ukweli, wale wanajinyima, wale wanakana na kusimama na Mungu. Haleluya. Ndio Mungu anabariki. Na hizo baraka za Mungu zikikuja hakuna yule ataondoa. Haleluya. Hiyo ndio uzuri ya baraka ya Mungu. Hizi baraka zingine unaweza barikiwa lakini utapata shida baadaye, ama watoto wako wapate shida. Kuna jeshi la Bwana. Inua mkono wako, sema Mungu wangu, Mungu wangu. Tunastahili kusimama katika neema yako na baraka zako. Tunapokujua Yesu, wewe ndio hufungua milango yote na neema yote. Bila wewe Yesu tutahangaika hapa duniani tu. Mungu wangu, Mungu wangu, na kukaribisha kwa moyo wangu. Nisafishe, nitakaze, nikubalike machoni pako. Ondoa roho ya miungu ndani ya maisha yangu, ndani ya moyo wangu. Mungu wangu nisaidie. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Piga Yesu makofi. Haleluya. Miungu zilizuia wana Israeli kumuona Mungu, kwa sababu hawakuamini Musa. Mpaka na leo wale ambao waamini watumishi wa Mungu huwa wanahangaika na wanarudi nyuma katika imani. Heri wasikie vitina kuliko kusikia ukweli, kwa sababu hawataki ukweli. Ukiuliza mtu yote labda amerudi nyuma kwa imani, umerudi kwa imani kwa sababu gani? Haleluya. Mwingine labda aliambiwa vitina na mtu mwingine, labda mwingine kuna mambo alifanya mwenyewe anajua ndani ya moyo wake, imemrudisha nyuma. Haleluya. Labda mwingine alishiriki jambo fulani, imemrudisha nyuma. Hayo mambo yote Bwana anasema ni miungu ndio usiko ndani yetu. Haleluya. Ukiruhusu miungu kuingia ndani yako, unarudi nyuma kwa imani. Kuna jeshi la Bwana. Unarudi nyuma kwa imani. Ulikuwa unafanya vizuri katika imani, unarudi nyuma. Wengine kwa ndoa zao, labda mzee hajasimama mzuri, akiona mama anajikasa kusimama mzuri, anamrudisha nyuma, anaambia wewe wacha mbio. Haleluya. Mama anaanza kufanya nini? Ama ni mzee anasimama vizuri, mama anamvuta nyuma. Ukiuliza vizuri shida iko wapi, hakuna yule anaweza kuambia wewe mambo ya ukweli. Haleluya. Shika mwenzako, ambia ukiuliza kila mmoja, hakuna yule anaweza kukuambia mambo ya ukweli. Lakini siri ni kwamba kuna miungu ndani ya mioyo yao zinapigana na maisha yao ya imani. Haleluya. Piga Yesu makofi tena. Hizo miungu zikuwa ndani ya moyo, uwezi abudu Mungu kwa ukweli. Uwezi abudu Mungu kwa ukweli. Unaweza kuwa wewe unazatumika hata na shetani kanisani kwa sababu ya miungu.
Tazama, wana Israeli walitumika na miungu. Wakiwa na Musa wanaamini Mungu. Musa akitoka wanaamini miungu. Wanaanza kudiscuss. Wanaanza kuwa na majadiliano. Haleluya. Majadiliano ni miungu ndio zinaleta. Wanaanza kuwa na majadiliano ambayo inawatoa katika njia za Mungu. Haleluya. Majadiliano imetoa watu wengi sana katika njia za Mungu. Watu wengi walianguka kwa imani kuanzia mwanzo mpaka na leo kwa sababu ya majadiliano. Uliza Mafarisayo mahali Yesu alikuwa na hubiri. Baada ya Yesu kuhubiri wanaenda kujadiliana. Haleluya. Baada ya Yesu kuhubiri wanaenda kujadiliana. Baada ya kusikia jambo fulani wanaenda kujadiliana. Wote hawakumjua Mungu. Haleluya. Lakini wakisikia Yesu yuko mahali fulani wanaenda. Baada ya Yesu kunena jambo fulani wanaenda kudiscuss. Haleluya. Shika mwenzako, ambia discussions ambao haileti manufaa na utukufu wa Mungu. Iliangusha watu wengi. Hadi na leo imeangusha watu wengi kiwekalu. Imeangusha hata wachungaji. Imeangusha waombezi. Imeangusha Wakristo. Haleluya. Haikuangusha nyinyi peke yake, imeangusha Mafarisayo. Unafuata Mungu kama Mfarisayo jinsi alipofuata Mungu. Kwa sababu Mfarisayo alikuwa anafuata Mungu kwa sababu ya majadiliano. Aende aone ni nini atapeleka kwa wale wamemtuma. Aende asikie. Si aende aombe Mungu. Kuna jeshi la Bwana. Na inafanya hawakukua katika imani. Hawakutembea katika imani kwa sababu ya majadiliano. Tazama, majadiliano imeangusha hata ndoa zetu. Majadiliano imeangusha hata biashara. Majadiliano imeangusha wanafunzi wengi kwa shule. Wanaanza kujadiliana badala ya kusoma. Wanaanza kujadiliana mambo fulani ambayo haiko kwa shule. Wanaanza kuwa na majadiliano. Ndoa nyingi Mungu ametoweka kwa sababu ya majadiliano. Mume na mke wanajadiliana. Labda mke anatoa fungu la 10, mume anasema wewe unaona sasa vile juice ulitoa fungu la 10 pesa fulani. Sasa unga iko wapi? Wewe siku hizo ununue mafuta. Haleluya. Ununue kitu fulani. Kuna jeshi la Bwana. Na baadaye Mungu anafanya nini? Mungu anatoweka. Wanaanza kung'ang'ana tena kwa sababu hawana Mungu. Shida inaanza katika familia. Wakati shida inaanza, wanaanza kutafuta Mungu tena. Kuna jeshi la Bwana. Tutasimama lini kwa imani? Uliza mwenzako, utasimama lini kwa imani? Utakuwa mpumbavu lini mpaka lini kwa imani? Utakuwa mjinga mpaka lini kwa imani? Kwani huwezi simama? Wewe bado ni mtoto mdogo. Wewe bado unanyonya maziwa. Meno wewe simea kwa mdomo. Ukue usimame, ukue mtu mzima katika imani. Hata mwenzako akikwambia unaona Mungu aseme namna hii, mbona unanidanganya ndugu? Mbona unanidanganya dada? Kuna jeshi la Bwana. Kwa sababu tumekataa kukua katika imani. Tusome katika Ezekiel mlango wa 14, tusikie Ezekiel anasema namna gani. Mlango wa 14. Tazama vile Mungu aliambia wana Israeli. Kwa sababu walikataa kukua katika imani. Na vile Mungu pia anakuambia leo, ukikataa kukua katika imani, si kupenda kwako. Si kupenda kwako. Wengine wanakuwa na shaka na wateule wa Mungu. Hawajui gharama watumishi wa Mungu wanapitia. Lakini wanatafuta dosari moja. Na hiyo ndio inakuwa kikwazo kwake. Haleluya. Heri usimame vizuri. Ezekiel mlango wa 14 mstari kuanzia mstari wa 3. Mstari wa 3 inasema namna hii, 14 from verse 3 to 4 inasema hivi. Wewe mtu, watu hawa wamekubali mioyo yao itawaliwe na sanamu za miungu. Wewe mtu wa Mungu, watu hawa wamekubali mioyo yao itawaliwe na sanamu za miungu. Kwa sababu hizo ndio Wafilisti ama Mafarisayo walikuwa nazo, na wamezuia wasijue Mungu. Watu hao wamekubali, mioyo yao inatawaliwa
na sanamu na miungu. Haleluya. Miungu ni kitu gani? Chochote unachopenda kuliko Mungu, huyo anakuwa ni miungu. Shika mwenzako, ambia miungu, chochote unapenda kuliko Mungu anakuwa ni miungu, anakuwa ni Mungu wako. Ukipenda pesa kuliko Mungu, pesa inakuwa miungu. Ukipenda chochote kuliko Mungu, hiyo kitu inakuwa miungu. Haleluya. Miungu si mtu anaenda kwa mganga peke yake. Kupenda kitu kuliko Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema munipende mimi kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa bidii yako yote. Haleluya. Kwa nafsi yako yote. Hiyo moyo wako umepea nani? Hiyo nafsi yako umepea nani? Hiyo bidii yako umepea nani? Haleluya. Umepea hizi vitu zote miungu, na hiyo miungu inakutoa kwa uwepo wa Mungu. Sasa unakuwa wewe unapenda miungu, unamjua jina la Mungu kwa mdomo, lakini matendo unafanya ni ya kupendeza miungu. Kuna jeshi la Bwana. Uwezi kuwa katika imani, uwezi kuwa katika kiroho. Kuna siku utakuwa wewe utabaki vile vile, kwa sababu umekataa kukubali Yesu akusafishe, akuponde, akuongoze, akuelekeze. Inua mkono wako, sema Mungu wangu, Mungu wangu, naomba msamaha kwa moyo wangu. Moyo wangu nanyenyekea mbele zako Bwana. Nisamee Mungu wangu. Moyo wangu itengane na miungu. Umesema katika neno lako tukupende kwa moyo wangu wote, kwa bidii yangu yote, kwa nafsi yangu yote, kwa akili yangu yote. Lakini sivyo vile neno lako inasema ndio mimi nafanya. Nisamee Bwana, nisamee Mungu wangu. Kuanzia leo aanza kubadilisha moyo wangu, aanza kubadilisha nafsi yangu, aanza kubadilisha mawazo yangu. Nikupende kwa moyo wangu wote. Mungu wangu uniongoze, Mungu wangu unielekeze, Mungu wangu unisimamishe. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Pigia Yesu makofi tena. Haleluya. Tazama, Mungu akaambia Ezekiel, mtumishi wangu, tazama hao watu wamekataa kuachilia moyo wao. Mioyo yao kuna kitu, kuna kikwazo imefanya wasiniabudu. Kuna kikwazo imekaa ndani ya moyo. Ambia Mungu katika hii ibada, hiyo kikwazo iondoke, uwe huru kumwabudu Bwana. Haleluya. Ndipo neno inazidi kusema namna hii. Hiyo imewaelekeza kutenda dhambi. Tazama, hilo jambo unayofanya imekuelekeza kutenda dhambi. Je, nitakubali kuulizwa nao shauri? Basi sema nao uwaambie kuwa mimi Mwenyezi Mungu nasema, mtu yeyote miongoni mwa Waisraeli anayekubali sanamu ya miungu simtawale moyoni mwake na kumruhusu miungu hiyo kumwelekeza kutenda dhambi, kisha akaja kwangu kuomba shauri kwa nabii wangu, sitasikiza hoja lao kamwe. Haleluya. Ule mtu amekubali na akakubali moyo wake kuongoza na hizi miungu, na baadaye akaanza kutenda dhambi na anajua kweli mimi nafanya makosa, akakuja kwangu ama akaenda kwa mtumishi wangu ili aombe baraka kwa Mungu, mimi sitasikia. Mungu anasema namna hiyo. Mungu atasikia. Tazama tu, Mungu anakuambia wasiwasi. Hii neno si langu ya mchungaji. Bwana anasema ukiruhusu na hizo miungu zikafanya wewe ukaanza kutengana na Mungu, baadaye ukaenda kwa Mungu kutafuta ushauri, Mungu hatakupatia hiyo ushauri. Mungu hatakusaidia, kwa sababu umeruhusu miungu kutawala moyo wako. Umeruhusu wewe mwenyewe kutengana na Mungu. Umeruhusu wewe mwenyewe kukataa kutii na kusimama wima katika njia za Mwenyezi Mungu. Na umeruhusu moyo wako kuwa mzito. Moyo wako kuwa mzito kuabudu Mungu. Umeruhusu.
Hali ya dunia imekuruhusu moyo wako kuwa mzito. Mahangaiko za dunia imefanya moyo wako kuwa mzito. Umeruhusu shetani kuingia ndani ya moyo wako, akakuletea maswali na majadiliano, na hayo majadiliano yakaanza kukuelekeza na kukuongoza. Mungu hatakusikia. Kuna jeshi la Bwana. Mungu hatakusikia. Kwa sababu gani? Mbona umeruhusu mambo kama hayo moyoni mwako? Wale wote walifanya namna ile tangu mwanzo, Mungu hawakuwasikia. Mafarisayo walifanya hivyo, Mungu hakuwasikia. Wana Israeli walipokuwa wanaelekezwa na Musa, walifanya namna hiyo, Mungu akawakana. Hata wewe Mungu anaweza kukana usipotii mambo ya Mungu. Haleluya. Utaanza kwenda kanisa hili, kwenda kanisa hile, kwenda kanisa huko, kwenda kanisa huko. Yote unatafuta Mungu ambao umemkana. Mungu hawezi kukusikia. Kuna jeshi la Bwana. Kile kizuri katika maisha ya Mkristo ni kusimama wima na kumjua Yesu na kuruhusu moyo Yesu akutawale na Yesu akuongoze. Umwamini Mungu kwa moyo wako wote. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Na ukifanya namna ile, miungu yote itaachilia moyo wako, na moyo wako itakuwa huru kuabudu Mungu. Utakuwa unatetemeka, unatamani Jumapili itafika lini niende kuabudu Mungu wangu? Jumapili itafika lini niende kutoa dhabihu kwa Mungu wangu? Jumapili itafika lini niende nimtolee Mungu sadaka yangu? Huyo ni mtu moyo wake imefunguka. Huyo ni mtu moyo wake imempenda Mungu. Haleluya. Roho wa Bwana anamuelekeza. Lakini kama una uzito kwa moyo wako, hata kwenda kanisani unajisukuma, wacha niende tu nionekane. Saa ngapi kanisa sasa? Saa 4. Wewe ndio unakuja saa 6. Wewe unakuja saa 7. Wewe unakuja kama ibada iko karibu kuisha. Kwa sababu umeruhusu miungu kuleta confusion katika maisha yako. Haleluya. Shika mwenzako, ambia hata confusion ni laana. Haleluya. Ni laana ya Mungu. Confusion. Soma katika Deuteronomy, itakwambia ukiwa na confusion is a curse. Na umeruhusu confusion, umeruhusu kuhangaika kwa imani, hautaki kusimama vizuri, hiyo laana inakuandama ya confusion. Unachanganyikiwa. Badala ya kwenda kanisa, wewe ndio unaenda kuoga. Badala ya kwenda kuoga, wewe ndio unataka kusikia simu. Hiyo ni confusion. Haleluya. Badala ya kusema kutuma, labda unatuma kitu kwa mtu fulani. Unataka kutuma kwa dada yangu nani? Justa. Unatuma kwa Marion. Badala ya kutuma kwa Marion, unatuma kwa Tabitha. Badala ya kutuma kwa Fred, unapeleka kwa nani? Kwa Barasa. Confusion. Confusion. Kwa sababu hii confusion ndio imefanya watu hata kwa Mungu kuwa confused kuomba Mungu. Wako confused, watasimama namna gani? Haleluya. Hata mtoto akiwa confused na confusion kwa darasa hawezi fanya vizuri. Akiwa confusion kwa shule hawezi fanya vizuri. Wakati mwalimu anafunza, yeye anacheza. Wakati wa kucheza, yeye anataka kuandika. Wakati wa kuandika, yeye anataka kupigana na wengine. Hii confusion iko hata kwa maombi. Wakati wewe unajua ni siku Mungu ametenga ya maombi, wewe unataka kwenda mahali fulani, safari. Unapanga kwenda safari mahali fulani. Wakati unatakana kwenda safari, ndio unataka kufanya kitu fulani. Haleluya. Confusion kwa watu wa Mungu. Confusion kwa maombi. Wakati wa kuomba, wewe ndio unalala. Wakati shetani amesha kufunga, amefunga kila kitu, ndio naamka sasa kuomba. Kuna kitu naomba, anga imeshafungwa. Kuna jeshi la Bwana. Inua mkono wako, sema Mungu wangu, Mungu wangu. Kuna wakati wa kila jambo. Wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba. Wakati wa kupumzika ni wakati wa kupumzika. Wakati wa chakula, kula chakula ni wakati wa kukula. Wakati wa kufa ni wakati wa kufa. Kila jambo ina wakati wake. Achilia neema ya wakati ndani yangu. Ondoa roho ya confusion maishani mwangu. Wakati wa kufanya kazi, wewe unalala. Wakati wa
kufanya jambo fulani, wewe unahangaika na jambo ambalo inakupotezea wakati. Confusion kwa watu wa Mungu. Mungu wangu, tusamee kwa roho ya confusion. Tusimamishe. Ondoa confusion kwa ndoa zetu. Ondoa confusion kwa kanisa lako. Ondoa confusion kwa maombi yetu. Ondoa confusion kwa watoto wetu, kwa masomo yao. Mungu wangu, tusimamishe Bwana. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Piga Yesu makofi. Tazama, confusion ilikuwa kwa Mafarisayo. Wakati wanastahili kutii na kusikia neno la Mungu inasema nini, ndio wakati wanataka kujua nini Yesu anasema, waende wa discuss. Unaona hiyo confusion? Wakati wanastahili kudiscuss neno la Mungu, wanadiscuss njama ya kuua Yesu. Unaona hiyo confusion? Ni kama ule mtu anatumwa kwa kanisa, nenda uchunguze hiyo kanisa iko namna gani, na wewe unasema wacha niende. Angalia sasa upumbavu kama hiyo. Hiyo ni confusion. Wakati wengine wanaomba, wewe ndio unataka kujua kanisa leo nani alikuja watu fulani nini. Haleluya. Hii ni roho ya confusion katika kuomba Mungu. Hauna wakati nzuri ya kuomba Mungu kwa sababu moyo wako haiko free. Kuna mambo inakushikilia moyo. Haleluya. Mambo fulani ikikushikilia moyo, hauwezi omba Mungu. Hauna ile freedom ya kuomba Mungu. Wewe unaanza kuhesabu nyumbani hakuna chakula fulani, ni wakati wa kuomba. Waachilia Mungu atende kila jambo. Haleluya. Achilia Mungu akuelekeze, achilia Mungu akuongoze. Confusion isikuongoze kama mwanarika. Wakati Mungu anakusimamisha, wakati Mungu anataka kukuinua, ndio wengine wanasema mimi niko na kanisa yangu nyumbani. Haleluya. Wakati Mungu anataka amekuweka sehemu anataka kukuinua, wewe unakuwa na confusion, niko na kanisa yangu nyumbani. Na hiyo kanisa tangu uende hakuna kitu imekusaidia. Kuna uko vile ulivyo. Kwanza hata umekuja spiritual imekurekebisha sana. Haleluya. Imekurekebisha sana. Yaani una confusion ambayo haiishi. Kwa sababu gani? Haujafungua moyo wako kusimama vizuri na Mungu. Haujasimama vizuri na Mungu. Wewe mwenyewe unajua kweli mimi sijasimama mzuri. Simama mzuri. Shika mwenzako. Simama vizuri. Simama mzuri. Mungu ana sababu ya kuleta wewe Garissa. Na Mungu ana sababu ya kuweka wewe katika kanisa hili. Haleluya. Kuna jeshi la Bwana. Pigia Yesu makofi tena. Ana sababu. Lakini haujajitambua. Kwa sababu confusion inakuongoza. Confusion inakuelekeza. Na hiyo confusion haikusaidii chochote. Inakuletea mahangaiko kwa imani. Mahangaiko haukui. Sasa umeanza kujua neno lakini unajua neno opposite. Haleluya. Umejua neno opposite kwa sababu ikiwa wewe unajua neno na utendi mapenzi ya Mungu, wewe ni mfarisayo katika hekalu. Kwa sababu wafarisayo walikuwa nini? Wanajua neno opposite. Neno la Mungu nasema hivi au wanasema namna hii. Haleluya. Yesu akisema nitabomoa na kujenga kwa siku 3, au wanaanza kushangaa. Tumejenga kwa miaka hii yote, unasema siku 3. Walielewa neno la Mungu opposite. Haleluya. Neno la Mungu linasema toa 10%. Wewe unatoa 5%. Hiyo ni confusion. Haleluya. Kuna jeshi la Bwana. Ama unatoa 2%. Kweli unataka Mungu akubariki? Kuna jeshi la Bwana. Na Mungu anasema munijaribu katika mazao yenu. Unijaribu kwa imani. Lakini haufanyi mapenzi ya Mungu. Unakuwa na confusion maishani mwako kwa imani. Na hiyo ndio imezuia baraka za Mungu. Confusion imezuia watu wengi kubarikiwa. Confusion imezuia watu wengi milango yao na kuinuliwa katika kanisa. Confusion imezuia watu wengi hata kuinuliwa katika kutenda neno la Bwana. Kanisa hili sasa hizi tungekuwa na watu wameinuliwa sana. Lakini kwa sababu ya confusion kuinuka si rahisi. Kuna jeshi la Bwana. Kwa sababu Mungu anataka utende mapenzi yake vile andiko inasema. Kuna jeshi la Bwana. Andiko inasema toa bila mwenzako kujua. Haleluya. Bila mwenzako kujua. Ina maana gani? Toa bila mwenzako kujua. Unatoa alafu unasema mimi ninatoa kitu fulani.
Mungu hatakubali hiyo matoleo. Toa, hii mkono isijue na hii mkono isijue, ina maana gani? Unatoa kwa moyo wako wote. Haleluya. Na unajua unatolea nani? Mungu wako. Mungu wako. Toa kwa moyo wako wote. Toa. Unapotoa, andika jina lako. Mbona unaandika jina katika bahasha yako unatoa? Haleluya. Kuna jambo Mungu kanifunulia sana. Ile kuandika jina lako kwa bahasha wewe unatoa dhabihu yako. Amen. Ina maana kwamba unaakilisha jina lako. Unaweka hazina kwa jina lako kwamba jina langu inatoa hili. Kuna jeshi la Bwana. Na shetani kwa sababu jina lako vile unazidi kutoa, akaunti yake inazidi kufanya nini? Kupanuka katika njia za Mungu. Shetani chochote alifanya yako inaporomoka. Ndio naona shetani aruhusu watu wengi kutoa. Aruhusu watu wengi kwa sababu ameweka confusion katika kutoa. Ameweka confusion. Huwezi toa vizuri. Huwezi toa vile na kwa ukweli. Uwezekani. Unatoa kwa ujanja na kwa ukora. Na Mungu namtolea, anasema ukinitolea kwa ukora na ujanja, hawezi kukubali maombi yako. Mungu anasema katika neno lake, si langu. Hawezi kubali maombi yako. Hawezi kubali kwa sababu hauendi katika neno lake. Uendi sawa. Umeruhusu miungu ya kudanganya. Vile Safina na Safira walidanganya katika hekalu lake. Unakuwa sasa wewe ni muongo. Na baba ya uongo ni nani? Ni shetani. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Wewe unatukuza baba wa uongo katika hekalu lake. Katika madhabahu unaweka uongo, unapanda uongo. Unapanda uongo kwa maisha yako. Na hiyo uongo italeta nini? Italeta uharibifu kwa maisha yako. Unapanda uongo. Aidha mtoto wako atakuwa muongo sana. Wewe unapanda kwa sababu utendi mapenzi ya Mungu kwa madhabahu ya Bwana. Kuna jeshi la Bwana. Kwa sababu ya confusion. Chochote unapanda ndicho utakachovuna. Haleluya. Shika mwenzako, ambia chochote unapanda ndicho unavuna. Ukikuja kutoa unapanda. Na hicho kitu unapanda ndio utakivuna. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Ukipanda uongo utapata uongo kwa kasi yako. Ukipanda ukweli, Mungu atatenda ukweli katika kasi ya mikono yako. Kwa sababu yeye ni Mungu wa ukweli. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Na shetani hataki mtende ukweli. Anakuletea confusion. Na hii confusion inakuzuia usikue katika imani. Watu wengi hawakui kwa imani kwa sababu ya confusion ya kutenda mapenzi ya Mungu. Hawawezi tenda mapenzi ya Mungu. Inakuwa ni ngumu sana. Na hiyo ndiyo jambo ili confuse watu wengi. Hadi na leo bado ina confuse watu wengi. Bado confusion inachanganya watu wengi. Kusimama imekuwa ni ngumu. Fanya haki kwa njia za Mungu. Uone. Fanya haki. Tazama tu Mungu anasema atapata jibu kutoka kwangu ambalo litasifaa hata sanamu zake, nyinyi na miungu zenyu. Ina maana gani? Mungu anasema hatapata jibu. Hata miungu zake haitafurahi ukifanya uongo katika madhabahu ya Bwana. Hata miungu haiwezi kufurahia. Itafurahia kwa sababu umedanganya Mungu na wewe sasa miungu inakufinyilia. Kuna jeshi la Bwana. Siri ni kwamba tujaribu kutenda mapenzi ya Mungu. Mungu amekupatia kazi nzuri. Kazi ya kuongoza kanisa si jambo rahisi. Inataka haki na ukweli na uwazi. Kuongoza kanisa hili, gharama ya kanisa si jambo rahisi. Wacha niambie nyinyi ukweli. Si rahisi. Gharama ya kanisa si rahisi. Mungu amewapatia watumishi wazuri. Watumishi wanyenyekevu, watiifu, wamekubali kujishusha chini kwa sababu ya huyu Mungu. Na kazi Mungu amekupatia, shikilia kwa mikono miwili. Tenda mapenzi ya Mungu. Mungu atakuinua. Haleluya. Lakini hiyo kazi ukichezea, ukiona ni kazi ya mchungaji, haleluya,
Jina lako imeshaandikwa kwenye kitabu ya uongozi kule mbinguni. Malaika wa Bwana wameshaandika jina lako. Haleluya. Mungu amekupokea. Sasa Mungu anataka kuona unafanya nini katika hekalu lake kama kiongozi. Unafanya nini? Kuna jeshi la Bwana. Tusome katika kitabu cha Zaburi 37. Zaburi 37 mstari wa 25. Zaburi 37 mstari wa 25. Tasami inasema namna hii. Zaburi 37 mstari wa 25. Nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, kamwe sijaona mtu anayotenda haki ameachwa na Mungu, na watoto wake kuombaomba chakula barabarani. Haleluya. Neno la Mungu linasema nini? Nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, sijaona mtu mwenye haki akitenda haki, akiomba Mungu kwa haki. Mtoto wake baadaye akichukua bakuli kuomba chakula barabarani. Haleluya. Sijaona. Hiyo ina maana gani? Kile unafanya katika njia za Mungu, katika haki. Katika haki. Usianze kungangana, kucomplain. Wewe tenda haki. Haleluya. Unajenga msingi ya familia na watoto wako wote. Haleluya. Kwa sababu hiyo chochote unapanda msingi kwa maisha yako, jamii yako na familia yako. Haleluya. Watoto wako watasimama wima kwa sababu kwa kile haki uliotenda. Watoto wako sehemu wataingia, sehemu watatoka, watakuwa na baraka za Mungu. Haleluya. Hata kama huko kuna yule mtu atasimama na watoto wako, hawataomba chakula barabarani, hawatakuwa na kilio. Kuna yule atayasema, huyu nitasimama na yeye, huyu nitamsaidia, huyu nitamwandika kazi, huyu, kwa sababu ya haki uliofanya. Haleluya. Lakini ukitenda ubaya, haleluya, hata watoto wako watakuwa na shida. Mahali wanaenda wanavuna mavuno ya wazazi. Walitenda udanganyifu, hata watu watawadanganya, watu watafanya ukora kwao, kwa sababu kile ulipanda uharibifu. Tuache kufanya uharibifu, tufanye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Shika mwenzako, ambia waacha kufanya uharibifu, tenda mapenzi ya Mungu. Kile unachopanda utavuna kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo. Atakujibu kwa wakati wake. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Hakuna chochote tunayofanya ambayo inapotea. Mungu wetu, tazama unapofanya katika haki, kuna mambo Mungu atakufanyia. Tusome katika kitabu cha Ayubu, Job, mlango wa 5 kuanzia 21. Kuna mambo Bwana atakufanyia. Ayubu mlango wa 5, Ayubu kuanzia mstari tuanze 19. Sikia yale Bwana atakufanyia ikiwa utatenda haki. Inasema namna hii: Bwana atakuokoa katika maafa zaidi ya mara moja. Ukitenda haki, Bwana atakuokoa katika maafa yote mwanadamu anaweza kutegea mitego. Zaidi ya mara moja, zaidi na zaidi na zaidi. Kila wakati Bwana atakuokoa. Haleluya. Kwa sababu unatenda haki. Yeyote akienda kwa uchawi, Bwana atategua uchawi. Yeyote akienda kwa uganga, Bwana atategua uganga. Yeyote akikuwekea sumu, utakula lakini hautakufa. Haleluya. Kwa sababu Bwana anakupigania. Hiyo sumu Bwana anayeyusha ndani inakuwa si sumu tena, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu ya kutenda haki. Ndio naona ni vyema kutenda haki. Unapotenda haki, hautaenda bure. Bwana anahakisha atakuokoa kwa maafa zaidi ya mara moja.
hata kuokoa leo peke yake, atakuokoa kesho. Ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa mgonjwa, Bwana atakuokoa kwa sababu natenda haki. Haleluya. Kwa sababu natenda haki. Usipotenda haki, ukiita huyu Mungu hataitika. Kwa sababu kuna miungu. Kutenda haki. Inazidi kusema namna hii tena. Katika balaa za mwisho, uovu hautakuguza kamwe. Hata balaa yote ambayo itatokea haitakuguza. Balaa jangu ikitokea, vita ikitokea, tuseme saizi sehemu huko, vita imetokea. Hiyo vita itakuwa, kuna watu watakufa lakini wao utakufa. Bwana atakuhifadhi. Balaa yote ikitokea, Bwana atakuhifadhi kwa sababu wewe ni wake. Haleluya. Wewe ni wake. Kwa sababu wewe unatenda haki, unatembea na haki, na haki ni mwangaza wa Bwana. Haki ni mwanga wa Bwana. Haki ni amani, ni upendo, ni ulinzi wa Bwana. Wale wote walifanya haki waliona utukufu wa Bwana, waliona ukuu wa Yesu. Bwana alitembea nao, Bwana akawaonekania, Bwana akawashindania kwa sababu ni wana wa Bwana. Haleluya. Ni wana wa Bwana. Wanaotenda haki ni wana wa Bwana. Wataona ufalme wa Mungu. Hata wakati wa mwisho watakaa sehemu salama kwa sababu ya haki. Walitenda haki hapa duniani. Unapofanya haki haiendi bure. Chochote unapofanya haiendi bure. Mstari wa 20 nasema namna hii: wakati wa njaa atakuokoa, wakati wa kifo atakuokoa, katika mipango mikali atakuokoa. Mipango yote mikali ambayo inalenga maisha yako, Bwana atakuokoa. Kuna jeshi la Bwana. Inua tu mkono wako, sema: Mungu wangu, Mungu wangu, wewe ni Mungu wa haki na unatenda haki kwa wanaotenda haki. Mungu wangu, Mungu wangu, confusion ya kutenda haki ikaniondokee Bwana. Nitende haki kwa moyo wangu, kwa maisha yangu, kwa maana wewe ni Mungu wa haki. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Piga Yesu makofi tena. Mishale ya kifo ikirushwa kwako, Bwana atakuepusha. Wewe unadhani watu wangapi wanalenga watumishi wa Mungu? Vile tunakemea Illuminati, Freemason, watu wangapi wa Freemason wananilenga? Wangapi? Si wachache, ni wengi, lakini kwa sababu ya haki mikono yangu ni misafi, mishale yao iwezi nikuta. Haleluya. Bwana amenilinda usiku na mchana. Bwana ni Mungu mwenye uwezo. Wanadhani wanapigana na mimi, wanapigana na Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya haki. Alafu wewe mwenye huna haki unasema huyu mtumishi wa Mungu, unaanza kuongea ubaya. Shindwe. Wewe unasema nini? Unajua vita watumishi wa Mungu wanapitia? Unaweza sema. Haleluya. Wewe utendi hata haki kuanzia asubuhi mpaka jioni, na unaanza kunyosha mkono kwa watumishi wa Bwana. Ushindwe. Ambia mwenzako ushindwe. Hiyo vita uwezi. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Ushindwe. Unapotenda haki unapendeza mbingu, unapendeza Mungu. Unapotenda haki unakuwa karibu na Mungu. Unapotenda haki, haijalishi maisha gani unapitia, haijalishi watu watakucheka, haijalishi watu watasema maneno yote, majina yote utaitwa. Haleluya. Lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Haleluya. Atainuliwa kwa sababu yako. Atainuliwa. Atainuliwa. Wakati Ayubu watu waliita majina kwamba huyu aombe Mungu wa ukweli. Mbona kama naomba Mungu anaoza? Mbona kama naomba Mungu ananuka? Mbona kama naomba Mungu ana chochote, amefilisika, vitu vyake vyote zimekwisha? Haleluya. Mungu ananyamaza, anawasikia. Mumemaliza? Bado ongeeni ingine. Watoto wake wamekufa wote, Mungu anawasikia. Baadaye Mungu akaonesha yeye ni Mungu. Haleluya. Bwana ni Bwana wa mabwana. Amini Mungu tu, tenda haki. Bwana aliinuka akadisapprove. Midomo yao yote ikafungwa, hawakusema tena. Kumbe Mungu ni Mungu wa haki. Ayubu alikuwa analilia Mungu,
Wakiongea Ayubu analilia Mungu. Wakiongea Ayubu anasema, Mungu niko na wewe, Mungu sitakuacha. Ilikuja bure, nitaenda bure. Waseme wasiseme, wewe ndiyo Mungu uliyeumba vyote. Waseme wasiseme, wewe ndiyo Mungu uliyeniumba tumbo ya mama yangu. Haleluya. Tazama Ayubu, Mungu akarudisha kila kitu. Mungu aliondoa maishani mwake. Baraka za Ayubu zikakuja tele. Ng'ombe zikakuja, baraka zikakuja, kila kitu kikakuja. Watu wakashangaa, midomo ikafungwa. Haleluya. Huyu ni Mungu mwenye uwezo. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni Mungu anayetenda haki. Muamini Bwana, muamini Yesu. Wacha kuwa na wasiwasi. Amini Mungu, tenda haki. Kaa kwa Yesu, tenda haki. Ijalishi unapita mapito gani. Mapito ni ushuhuda wa Bwana. Bila mapito utaushuhudia Mungu nini? Bila mapito utashuhudia Mungu nini? Mapito ni ushuhuda Bwana anatengeneza kwako. Amini Mungu. Unapoamini huyu Yesu, hata kuacha kamwe. Unapoamini Bwana, tenda mapenzi ya Mungu, tenda katika haki. Wacha kufanya kulazimishwa, kusukumwa. Unatenda mapenzi ya Mungu lakini unatenda kwenye dhambi. Wachana na mambo kama hayo. Tenda mapenzi ya Mungu katika haki. Utaona ukuu wa Bwana. Ndiposa anaahidi katika mstari wa 21 nasema hivi: utakingwa salama, utakingwa salama na mashambulizi ya ulimi yote, wala hautaogopa maangamizi yajayo. Tazama, Bwana atakukinga na uangamizi ya ulimi. Ulimi wa mwanadamu ni sumu. Ambia mwenzako, ulimi wa mwanadamu ni sumu. Kuna wale katika ulimi yao wako na nyoka. Kuna wengine wako na chura. Kuna wengine wako na popo. Haleluya. Kuna wengine wako na uchawi kwa ulimi. Kuna wengine wako na laana kwa ulimi. Huyu anaposema neno kuhusu wewe, huyu anaposema neno kuhusu wewe, haleluya, hizo maneno ni kama miba, wanakurushia pup 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 pup. Haleluya. Na Bwana anasema nini? Atakukinga na ulimi yote itainuka juu ya maisha yako. Haleluya. Kila ndimi itainuka. Haijalishi ni ulimi aina gani. Ni ulimi wa laana, ni ulimi wa visirani, ulimi ya nyoka, ulimi wa kifo. Bwana atakuinua, atakusimamisha, kwa maana yeye ni Mungu. Haijalishi ni ulimi gani, itanena juu yako kwa sababu ya haki unayotenda. Bwana atajitukuza. Bwana atakusimamisha. Ulimi yote duniani Bwana atakusimamisha, kwa maana yeye ni Mungu. Haijalishi ni ulimi gani, tasema wewe ni maskini, wewe ni omba, haijalishi. Bwana atajitukuza kwa maana yeye ni Mungu. Unapomwamini Mungu, Bwana atatenda mapenzi yake, kwa maana wewe ni mtoto wake. Walio wake Bwana anawajua. Inua tu mkono wako, sema, Mungu wangu, Mungu wangu, kila ulimi itakaoinuka juu ya maisha yangu, kwa maana wewe ni mwangaza, kwa maana wewe ni Mungu wa haki, nitabaki kuwa mtu wa haki. Ulimi yote itainuliwa juu ya maisha yangu. Haitakuwa na uwezo, haitakuwa na mamlaka juu ya maisha yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi ya mikono yangu, juu ya mume wangu, juu ya mke wangu, juu ya biashara yangu, juu ya kazi ya mikono yangu. Ulimi yote itainuka, haitakuwa na uwezo juu ya imani yangu. Nitakuwa na ushindi juu ya ulimi zote. Kama mwanarika, kama mama, kama mzee, nitakuwa na ushindi kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Piga Yesu makofi tena. Kuna ulimi itainuliwa juu yako hapa duniani. Kuna wale watakutenda haki namna gani? Wengine watasema unaringa, hiyo ni ulimi, ni sindani unarushiwa. Wengine watasema jambo hili, huyu mbona anakuwa na vitu kama hii, angekuwa nayo. Hiyo ni ulimi imerushwa, ni sindano imerushwa. Haleluya. Usipokuwa na Mungu, hizo mashindano itakuangusha. Inaanza kujaa.
sindano ya kwamba unaringa imeingia. Na kweli unaanza kuringa, shetani ameshaingia. Haleluya. Sindano kwamba wewe unajifanya utafilisika imeingia. Sindano ya kufilisika imefanya nini? Utaanza kuona mambo yanaanza kurudi chini. Haleluya. Kwa sababu ya midomo ya nani? Ya mwanadamu. Midomo ya mwanadamu ni sumu. Na tena mdomo ni kama kichaka iliyokauka. Ukiwasha moto, haleluya, ni kama petroli. Kuna jeshi la Bwana. Ambia mwenzako chungana na midomo. Watu wengi wamefilisika kwa sababu ya midomo. Watu wengi wamelaaniwa kwa sababu ya midomo. Watu wengi wako na magonjwa kwa sababu ya midomo. Watu wengi wanahangaika kwa sababu ya midomo. Midomo ya watu si mchezo. Usipokuwa na haki ya Mungu ya kutegua hizo midomo. Midomo ya watu kwa biashara yako. Sasa zingine hata ni midomo ya watu inagharibu kasi yako. Ni unakataa kutii Mungu. Unaanza kuwa na confusion katika njia za Mungu. Na kumbe ni midomo hata ya majirani. Midomo ya wale watu mnafanya nao kazi. Wengine wanaweka madawa kwa mdomo, wanaanza kunena afunge. Na anapotamka namna hiyo, Mungu anasema afungue. Haleluya. Kwa sababu kile opposite kwake, kile inaleta ubaya kwako, inaleta uzuri kwako. Haleluya. Kwa sababu wewe unafanya haki kwa mbele za Bwana. Kutenda haki inazidi kusema namna hii 22. Maangamizi na njaa vijapo utacheka, wala hutawaogopa wanyama wakali wa nchi. Wakati njaa inakuja, haleluya, wewe unakula na kukunywa. Wengine wanasema sijui kama leo nitapata chakula ya jioni. Sasa hizo wewe unacheka kwako huko kumejaa. Haleluya. Neno la Mungu linasema namna utacheka. Watu wakisema hawana chakula wanashangaa, hawana chakula. Angalia kwangu vile imejaa mchele. Sikupika ya jana, sikupika ya juzi. Mafuta iko. Haleluya. Wewe unacheka kwa sababu unatenda haki. Tazama waliotenda haki. Hata watumishi wa Mungu walilishwa na kunguru. Si lazima wewe umlishe mtumishi wa Mungu. Hata kunguru anaweza walishe. Haleluya. Wewe kidani wewe ndio unasaidia kanisa. Hata bila wewe kanisa itaendelea. Haleluya. Wengine walitoka kanisani wakadani haitaendelea. Kanisa itaendelea. Hakuna kitu inazozuia kanisa kuendelea. Haleluya. Kanisa lazima itaendelea tu. Programs za kanisa zitaendelea. Wewe ukue usikue, kanisa itaendelea. Kuna jeshi la Bwana. Ambia mwenzako ukue usikue, kanisa la Bwana itaendelea. Waliposema wamemuua Yesu, kweli walimuua, lakini hawakumaliza Yesu. Yesu yuko hai mpaka na leo. Haleluya. Kuna jeshi la Bwana. Pigia Yesu makofi tena. Ni wewe unaharibu wakati. You are just wasting your time. Unapoteza wakati wako bure. Tenda haki. Simama na Mungu uone. Kama mama tenda haki. Msingi ndio naona neno la Mungu linasema mama anajenga nyumba yake kwa mikono yake ngapi? Miwili. Na tena anabomoa kwa mikono yake miwili. Ukianza kutenda maneno ambayo si ya haki kwa nyumba yako, unabomoa hiyo ndoa. Unaanza kujenga hata msingi kwa mume wako. Naona saa zingine wazee wanaanza kuwa washarati. Si kwa sababu gani? Kwa sababu mama hatendi haki. Mama Mungu alimsababisha kaingia kwa hiyo ndoa. Atende haki na amemkataa Mungu. Na Mungu anasema okay, umenikataa. Sasa shetani wacha aingie kwa mume wake. Haleluya. Unaanza kukasirika, sijui tuachane, sijui kufanya nini. Wewe ndio utendi haki. Ukitenda haki, huyo mzana arudi line. Kwa sababu ile spirit atafanya nini? Tatoka. Wewe ndio umemwachilia. Umemfungulia milango. Unapanda uongo. Na hiyo uongo inarudi kwa nyumba. Haleluya. Inarudi kwa watoto. Watoto wanaanza kuwa wakora, wanaanza kuwa wajanja. Kwa sababu gani? Si wewe ndio unapanda kwa madhabahu ukora.
Unapanda kwa maombi ukora, ujanja. Haleluya. Sasa ujanja ukianza kuvuna, utasema Mungu mbona umeniacha? Hiyo ndio tunasahau. Fata foundation. Huyu mtoto amekuwa mkora kwa sababu gani? Kuna kitu wewe unafanya ambao si mapenzi ya Mungu. Huyu mzee alikuwa mtu mzuri, amebadilika kwa sababu gani? Kuna jambo wewe kama mama unafanya, ama kuna jambo wewe kama mzee unafanya, mama amebadilika. Haleluya. Tazama siri. Mzee akisimama mzuri kwa imani, mama anasimama mzuri. Mama akisimama mzuri kwa imani, mzee anabadilika. Haleluya. Kwa sababu ni Mungu anatenda hayo. Jaribu uone, tenda haki. Haleluya. Kazi nyingine ni ya Mungu. Waachilia Mungu huyo mzee, atamunyosha. Waachilia Mungu huyo mama, atamunyosha. Wewe tenda haki. Lakini wewe unang'ang'ana tit for tat. Haleluya. Hautawezana nayo. Shetani unapigana. Mtu mwenye nguvu atashinda mwingine. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Mwachilie Mungu. Vita si vyako, vita ni za Mungu. Usipigane vita, piga katika kiroho. Piga magoti, omba. Wewe kuomba imekushinda, unaanza kupigana vita ya midomo. Haleluya. Sasa utadanganywa na mzee sana. Atakudanganya sana. Atakudanganya na alamba mdomo. Umekula sweet? Sijakula hata jana. Nimekaa miaka mingi sijakula. Na ametoka kumumunya sweet saa hiyo. Ambia watu hii ni ajabu sana. Umekula kwa sweet? Sijawahi. Hata nimekaa nina kiu ya sweet. Saa hiyo ametoka kukula. Haleluya. Kwa sababu gani? Wewe utende haki. Unapanda ukora na mzee naye anatenda ukora kwako. Haleluya. Tenda haki. Ukianza kutenda haki, simama vizuri kwa Mungu. Kazi nyingine Mungu ananyosha. Pole, one by one. Utaangalia tu, alikuwa hivi, amekuwa hivi. Amekuwa hivi, amekuwa hivi. Amekuwa hivi, baadaye wewe ndio utakuwa mshindi. Haleluya. Wewe ndio utakuwa mshindi. Atasema pana, wacha niende nifuate wewe. Kwa sababu amejaribu njia zote iwezekane. Wewe unakuwa mshindi. Haleluya. Waliopigana watu wa Mungu wote hawakuweza. Wewe ndio utakuwa mshindi. Simama na Mungu, uone ukuu wa Bwana. Haijalishi hata kama inakawia, simama. Usikate tamaa. Simama, omba Mungu. Simama, tenda haki, utaona ukuu wa Bwana. Haleluya. Waliotenda haki, Mungu alidirika. Tazama Shadrach, Meshach na Abednego. Nitakukumbusha. Tena si leo peke yake, kila siku naweza kukumbusha wewe. Walitenda haki. Wakawasha moto. Tena wakaongeza moto. Shadrach, Meshach wakasema, hata mfanye namna gani, mimi nitatenda haki ya kuabudu Mungu wa ukweli. Mimi nitatenda. Hata useme namna gani, mimi nitaabudu Mungu katika ukweli. Na kuambia, ukiambia mume wako ama mke wako namna hiyo, hata mume wangu unikatase kuomba Mungu, nitaomba Mungu katika ukweli. Hata ukinikatase nisitoe fungu la 10, nitatoa katika ukweli. Ndugu anaanza, huyu dada ni wa imani, huyu waachana naye. Anakuogopa huyu, hata nikifanya makosa atajua. Haleluya. Unaona vile Mungu anaanza kumrekebisha. Lakini fanya namna hii, sawa. Fanya namna hii, sawa. Ona ndugu anaona ama dada anaona huyu ni mtu wa kuanguka, ana msimamo. Hata kwa Mungu ana msimamo na kujua. Haleluya. Hata ukikula peremende atajua wewe umekula. Atajua wewe unadanganya. Kwa sababu anajua wewe hauna haki. Amekujaribu, anajua wewe una haki. Kuna jeshi la Bwana. Umeanguka mtihani. Kila wakati unaanguka mtihani, kuna jeshi la Bwana. Tusimame imani. Tuwe watu wima wa kutenda haki, na vita Bwana atatupigania. Haleluya. Tazama Bwana anasema katika 24, utaona nyumbani mwako mna usalama. Atakinga mifugo yako, utaona yote kama iko salama. Hata nyumbani mwako utaona kuna usalama kwa sababu ya kutenda haki. Hata mifugo yako
ya kule mashambani itakuwa salama kwa sababu ya kutenda haki. Usipotenda haki, hata hiyo mifugo huko shambani utadhulumiwa, kwa sababu unadhulumu madhabahu ya Bwana. Mifugo yako huko nyumbani itadhulumiwa, inaweza kufa, unaweza ibiwa. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna mambo unafanya ambayo haipendezi Mungu. Vile unadhulumu madhabahu ya Bwana, Bwana ataachilia roho ya kudhuluma kwako. Hata kukinga, hata shughulika kukulinda, hata shughulika kulinda mifugo yako, kwa sababu yeye ndio Mungu analinda. Yeye ndio Mungu analinda. Kuna jeshi la Bwana. Sema, Mungu wangu, Mungu wangu, tunapotenda haki mbele yako kama viongozi wa kanisa, kama watoto wako, unatulinda kwa kila hali, unatupigania katika kila jambo. Mungu wangu, tusaidie Bwana, tusimamishe kama kanisa lako, tueneshe injili yako, tuelekeze watu wako katika ukweli, tulete watu wako katika ibada. Mungu tusaidie, Roho wako Mtakatifu atuelekeze. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Wale wote unatutazama, sehemu yote unatutazama, Mungu akubariki. Karibu sana tunapoingia kwenye maombi. Ubarikiwe sana. Amen. Ametenda maajabu.
Bwana